Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF umejenga uwezo mkubwa wa kujiendesha katika kipindi cha miaka minne ya serikali ya awamu ya 6. Akizungumza na waandishi wa habari, mkurugenzi mkuu wa mfuko huo Bwana Masha Mshomba leo Machi 17, 2025 jijini Dodoma amesema kuwa mifuko ya hifadhi ya jamii inayolipa mafao ya muda mrefu, suala kubwa ni kuangalia jukumu lake la msingi la ulipaji wa mafao ya muda mrefu. Mfuko pia umejenga uwezo mkubwa sana wa kujiendesha. Katika mifuko hii ya hifadhi ya jamii, haswa hii inayolipa mafao ya muda mrefu, interest kubwa huwa ni kuangalia jinsi ambavyo mfuko unaweza kutekeleza lile jukumu lake la msingi la ulipaji wa mafao ya muda mrefu. Kwa sababu tunalipa mafao ya muda mrefu. Tukistaafu tunalipa mpaka Mwenyezi Mungu anapotuchukua. Tukifariki kwa bahati mbaya wategemezi wetu wanalipa. Nikipata ulemavu mimi la hapa leo Masha Mshomba, nitaendelea kulipwa na mfuko wa pensheni. Ndio maana mifuko ya pensheni ni muhimu sana. Sasa uwezo wa kujiendesha pia umepanda. Na hiyo sio jambo la ajabu hasa ukilinganisha na ukuaji ambao nimeelezea hapa. Mwaka 2020 ustahimilivu wa mfuko kwa maana ya funding ratio kwa Kiingereza tunaita, lugha rahisi hiyo, ilikuwa ni 87.7. Lakini baada ya kuwa na ukuaji wa namna hii katika kipindi cha miaka minne, tumefikia kwa takwimu za mwaka 2023 Juni, funding level imefika 90.7. Naona jinsi ambavyo tunapanda. Na kwa mujibu wa miongozo ya kimataifa katika mifuko ya pensheni na walipa mafao ya muda mrefu, funding ratio inatakiwa isishuke angalau chini ya 40%. Kwa hiyo tuko juu na tuna hakika tutaendelea kuwa juu kama sera hizi sahihi za uwekezaji, uvitiaji wa uwekezaji, lakini pia performance ya mfuko hasa katika swala la uwekezaji ikiendelea kupanda. Aidha, ameongeza kuwa NSSF wamekuwa walipaji wazuri wa kodi, kwani katika kipindi cha miaka minne wamelipa takriban bilioni 380. Ni walipaji wa kodi wazuri. Katika miaka hii mitatu yote minne ya uongozi wa Mheshimiwa Rais, tumelipa kodi ya takriban bilioni 380. Wastani wa zaidi ya shilingi bilioni 75 kwa mwaka. Na hiyo tunajivunia kwa sababu inachangia pia katika kuwezesha serikali kutekeleza ile miradi mikubwa ambayo wote tunaifahamu na inakuwa na manufaa makubwa chanya katika maendeleo ya taifa kwa ujumla. Na labda niseme katika ile siku ya walipa kodi ya mwaka jana 2024 ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alihudhuria, NSSF ilipata zawadi pale za aina mbili. Tulizawadiwa kwa kuwa katika lugha ya Kiingereza, kwa kuzingatia kile cheti ambacho tumepata, nasema ni the most compliant taxpayer at national level. Katika ile Taxpayers Day. Kama kuna waliokuwepo pale nadhani mlishuhudia pale. Lakini pia tukapata cheti kingine cha compliant taxpayer katika public institution sector. Yani katika taasisi za serikali. Sasa hayo ni mafanikio makubwa sana, na hasa ukizingatia kwamba kwetu sisi lilikuwa ni jambo ambalo kwa kweli tumejidhatiti na tumejiwekea malengo ya kuhakikisha kwamba tuna comply na sheria za nchi wakati ambapo tunaendelea kutekeleza yale ambayo tunatakiwa kutekeleza kisheria. Katika hatua nyingine, amegusia suala la watu waliopoteza ajira na kusema kuwa yamekuwa ndio malipo yanayolipwa zaidi kwa mwaka, na changamoto kubwa ni kuwa wanaolipwa kutaka kulipwa kwa mkopo. Haya masuala ya kupoteza ajira, haya unemployment benefit, yamekuwa ndio sehemu kubwa ya malipo ambayo tunalipa kwa mwaka. Kwa mfano katika mwaka uliopita wa fedha tumelipa zaidi ya shilingi bilioni 850, lakini ukiangalia nusu yanatokana na watu kupoteza ajira. Sasa changamoto zipi tunakutana nazo? Changamoto moja ni hiyo ya wale ambao wana staff wanaotoka kazini na hawastahili kulipa mafao haya, kwa sababu mafao haya anataka alipo yule mtu ambaye ni unskilled, ambaye hana hata diploma. Lakini wengi wanaotoka wanataka wafanye nini? Walipe mara moja. Hilo ndio changamoto kubwa ambayo tunakutana. Na actually malalamiko mengi ambayo utasikia kwa NSSF yako hapa. Sasa hilo limesikika. Mheshimiwa Waziri Mkuu wakati fulani alisemea hilo. Mheshimiwa Rais na alisemea hilo. Hata makamu wa rais nadhani alishasemea. Kwa hiyo tumesikia, tumefanya tathmini kwa kutumia wataalamu wetu wa ndani, wale actuaries, na kuona jinsi ambavyo mfuko unaweza kuathirika na maamuzi ya kuwalipa hawa wanapotoka wote bila kujali kwamba huyu ni skilled au unskilled. Tathmini ikaonekana kwamba tunaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo sasa tayari tumeshawasilisha mapendekezo, kwa sababu ni swala la utaratibu wa kubadilisha sheria. Serikali ni kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, ambapo sasa wote wanaotoka kazini waki-exit watapata ruhusa ya kulipa mafao yao
mara moja bila kusubiri ile miezi 18. Maana ulikuwa na ile kulipa unemployment ile ya 33 miezi 6, alafu baadaye unasubiri miezi 18 jumla. Sasa hilo ilikuwa ni kero kubwa. Kero hiyo kama ilivyo kwa serikali hii ya awamu ya 6 siku zote inataka kutatua kero za wananchi. Kwa hiyo hilo tumelifanyia kazi. Mara ambapo serikali itabadilisha utaratibu, basi wote hawa watakuwa wanalipwa mara moja. Actually watakuwa wanasubiri tu kipindi cha miezi 3. Miezi 3 hapo tutakuwa tunajiridhisha kwamba hawa kweli wametoka kazini. Maana kuna wengine wanadanganya. Kwa hiyo ndani ya miezi 3 watakuwa wanalipwa fedha zote kadiri ambavyo wanataka. Na kama nilivyosema, tulikuwa na wasiwasi kwamba pengine mfuko ungeathiri uwezo wake wa kulipa mafao ya muda mrefu, lakini hilo halijaonyesha hivyo kwenye tafsiri ya kitaalamu. Juliet Yustadi, Ngasa TV.